Karibu katika chaneli yetu ya Mautundu Online, na kama bado hujasubscribe kwenye chaneli yetu, subscribe chini ya video hii na kisha gusa alama ya kengele, na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na hautopitwa na habari zetu za ukweli na uhakika zinazotrend katika mitandao ya kijamii na mataifa mbalimbali. Baada ya kesi ya Mwijaku kufikia ukingoni, ambayo kesi hiyo ilichukua muda mrefu kukamilika au kusolviwa ili aweze kuwa huru katika familia yake, siku ya leo kesi yake imeweza kuisha na ameweza kwenda kumuomba mke wake samahani na kumletea baadhi ya zawadi ambazo zinakuwa kama kifungashio cha kuomba msamaha. Mwijaku ameweza kumnunulia mwanamke wake ambaye ni Alicia's zawadi ya gari, ambayo gari hiyo Mwijaku ameweza kusema kwamba inagharimu nusu ya utajiri wake, na amedai kwamba gari hii ni gari ya kifahari ambayo inagharimu pesa nyingi za Kitanzania, ambayo ni takriban milioni 85 kununua gari hiyo. Aliweza kuinunua kama zawadi kwa mke wake ili aweze kusamehewa na kuendelea kuishi maisha yao waliokuwa wamezoea kuishi huko nyuma kabla ya kesi hii kumkumba Mwijaku. Na zawadi hii ameweza kuipokea vizuri Alicia's na kuandika katika mitandao ya kijamii anafurahishwa na hatua aliyoweza kuichukua mume wake ambaye ni Mwijaku kwa kumuomba msamaha na baadaye hata kumnunulia zawadi ambayo alikuwa akimwahidi kwamba kwa muda mrefu anaweza kumnunulia one day. Yes, baada ya mwanadada au mwanamama Alicia's kupokea zawadi hiyo kwa mume wake, aliweza kupost katika mitandao ya kijamii aina ya gari aliyonunuliwa na thamani yake, na kumwandikia Mwijaku ujumbe mrefu ambao wa kumshukuru kwa sababu haikuwa rahisi. Yeye binafsi alikuwa ameshaweza kujikatia tamaa kwa sababu aliona kama vile wale watoto wa chuo wanaweza kumovertake na kumwacha yeye kama mama wa nyumbani. Ndio maana hata Mwijaku aliamua kufocus kwenye jambo hili ili kesi iweze kuisha mapema na aweze kurudi salama nyumbani na kusherehekea moment mbalimbali na familia yake. Kwa upande mwingine, Mwijaku tunaweza kusema akajitutumua kwa sababu wengi wanajua Mwijaku ni mfujaji wa mali, na mali hizi ameweza kuziheshimu pale ambapo mke wake alimwamuru kwamba anaweza akaachana naye kama hatapunguza starehe na anasa zote za kidunia, ili kama wanataka kuendelea katika mahusiano yao inapaswa focus kwenye familia. Wewe kama shabiki unalipi la kumwambia Alicia's kama mke wake na Mwijaku? Tuachie maoni yako ndani ya comment section, na vile vile usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.